Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungua channel yako ya Tifu TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila ya kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Mlinganisho wa ajali za barabarani kwa mwezi Agosti 2025 na mwezi Julai 2025. Idadi ya ajali za barabarani zilizotokea kwa mwezi Agosti 2025 zimeongezeka kwa asilimia 4.0 na kufikia ajali 26 kutoka ajali 25 kwa mwezi Julai 2025. Mwezi wa Agosti 2025 tumeona wilaya Kaskazini B ndiyo ilikuwa na ajali nyingi zaidi, ambazo zilikuwa ni ajali 7 ikilinganishwa na mwezi wa Julai 2025 ambapo wilaya Magharibi A ndiyo imeripotiwa kuwa na ajali nyingi zaidi, ambayo ilikuwa na ajali 5. Mlinganisho wa ajali za barabarani kwa mwezi Agosti 2025 na Agosti 2024. Idadi ya ajali za barabarani kwa mwaka zimeongezeka kwa asilimia 62.5 na kufikia ajali 26 kwa mwezi Agosti 2025 kutoka ajali 16 kwa mwezi Agosti 2024. Wilaya Kaskazini B ndio imeripotiwa kuwa na ajali zaidi kwa mwezi Agosti 2025 ambao ulikuwa na ajali 7, na wilaya Kaskazini B imeripotiwa kuwa na ajali zaidi ambazo ni ajali 4 kwa mwezi wa Agosti 2024. Idadi ya waathirika wa ajali za barabarani kwa mwezi Agosti 2025. Jumla ya waathirika 65 wameripotiwa kwa mwezi Agosti 2025, ambapo waathirika 51 ni wanaume na waathirika 14 ni wanawake. Wilaya Kaskazini A imeripotiwa kuwa na waathirika wengi, ambao ilikuwa na waathirika 29 sawa na asilimia 44.6 ikilinganishwa na wilaya nyingine. Mlinganisho wa waathirika waliofariki kwa mwezi Agosti 2025 na Julai 2025. Idadi ya waathirika waliofariki kwa mwezi Agosti 2025 imepungua kwa asilimia 9.1 na kufikia waathirika 20 kutoka waathirika 22 waliofariki kwa mwezi Julai 2025. Idadi ya juu ya waathirika waliofariki kwa mwezi Agosti 2025 wameripotiwa kutoka wilaya Kaskazini B na Magharibi A, ambapo kumeripotiwa waathirika 4 kwa kila wilaya, na mwezi Julai 2025 waliripotiwa waathirika 4 kwa kila wilaya kutoka wilaya Magharibi A na Magharibi B. Mlinganisho wa waathirika waliofariki kwa mwezi Agosti 2025 na mwezi Agosti 2024. Waathirika waliofariki kwa mwezi Agosti 2025 wameongezeka kwa asilimia 42.9 na kufikia waathirika 20 kutoka waathirika 14 waliofariki kwa mwezi Agosti 2024. Idadi kubwa ya waathirika waliofariki kwa mwezi Agosti 2025 wameripotiwa kutoka wilaya Magharibi A na Kaskazini B, ambapo wameripotiwa waathirika 4 kwa kila wilaya, na mwezi Agosti 2024 ni kutoka wilaya ya Kaskazini A na Kaskazini B, ambapo wameripotiwa waathirika 4 kwa kila wilaya. Kwa upande wa mlinganisho wa waathirika waliojeruhiwa kwa mwezi Agosti 2025 na mwezi Julai 2025, waathirika waliojeruhiwa kwa mwezi Agosti 2025 wamepungua kwa asilimia 9.1 na kufikia waathirika 45 kutoka waathirika 15 kwa mwezi wa Julai 2025, ambapo kwa mwezi Agosti 2025 wilaya Kaskazini A ilikuwa na idadi kubwa ya waathirika waliojeruhiwa ambayo ilikuwa na waathirika 24, na mwezi Julai 2025 idadi kubwa ya waathirika waliojeruhiwa ni kutoka wilaya ya Kaskazini A na Magharibi B, ambazo zilikuwa na idadi kubwa ya waathirika waliojeruhiwa ambao walikuwa waathirika 4 kwa kila wilaya. Mlinganisho wa waathirika waliojeruhiwa kwa mwezi Agosti 2025 na Agosti 2024. Waathirika waliojeruhiwa kwa mwezi Agosti 2025 wameongezeka na kufikia waathirika 45
kutoka waathirika 18 waliojeruhiwa kwa mwezi Agosti 2024. Wilaya Kaskazini A imeripotiwa kuwa na waathirika wengi zaidi waliojeruhiwa kwa mwezi Agosti 2025 ambao walikuwa waathirika 28, na wilaya Kaskazini B imeripotiwa kuwa na waathirika wengi zaidi waliojeruhiwa kwa mwezi Agosti 2024 ambayo ilikuwa na waathirika 11. Idadi na aina ya waathirika wa ajali za barabarani kwa mwezi Agosti 2025. Miongoni mwa waathirika wa ajali za barabarani waliojeruhiwa na waliofariki kwa mwezi Agosti 2025, waathirika wengi walikuwa ni abiria ambao ni waathirika 38, wakifuatiwa na wapanda baskeli na pikipiki 15, waendao kwa miguu 10 na madereva 2. Kwa upande wa idadi ya ajali na muda uliotokea kwa mwezi Agosti 2025, ajali nyingi zilizoripotiwa kwa mwezi Agosti 2025 zilitokea muda wa saa 12:01 jioni hadi saa 3 kamili usiku, ambapo zimeripotiwa ajali 8. Chanzo cha ajali za barabarani kwa mikoa kwa mwezi Agosti 2025. Kati ya ajali 26 zilizoripotiwa kwa mwezi Agosti 2025, ajali 15 zimesababishwa na kuendesha gari kwa mwendo kasi na ajali 11 zimesababishwa na uzembe wa dereva. Mkoa wa Kaskazini Unguja una idadi kubwa ya ajali zilizosababishwa kuendesha gari kwa mwendo kasi ambao ulikuwa na ajali 5, na mkoa wa Kusini Unguja una idadi kubwa ya ajali zilizosababishwa na uzembe wa madereva ambao ulikuwa na ajali 5. Kwa upande wa makosa ya barabarani, jumla ya makosa 7417 yameripotiwa kwa mwezi Agosti 2025, ambapo makosa 7414 yameripotiwa kwa wanaume na makosa 3 yameripotiwa kwa wanawake. Wilaya ya Mjini ina idadi kubwa ya makosa ya barabarani ambayo ni makosa 1211, sawa na asilimia 16.3 ya makosa yote yaliyoripotiwa kwa mwezi Agosti 2025. Wilaya ya Micheweni ndiyo ina idadi ndogo ya makosa ya barabarani yaliyoripotiwa kwa mwezi Agosti 2025, ambao ilikuwa na makosa 64, sawa na asilimia 0.9 kati ya makosa yote yaliyoripotiwa. Idadi na aina ya makosa ya barabarani kwa mwezi Agosti 2025. Kosa kuu lililoripotiwa kwa mwezi Agosti 2025 ni kutofuata miongozo na kanuni za usalama barabarani ambayo yalikuwa makosa 3173, yakifuatia kuzidisha idadi ya abiria na mizigo ambayo ilikuwa na makosa 1369, na kuendesha chombo cha moto yani gari, Vespa, pikipiki au 50 bila ya leseni, bima na leseni ya njia ambayo ilikuwa na makosa 840. Orodha ya makosa haya 3 kati ya makosa yote 10 yaliyoripotiwa kwa mwezi Agosti 2025 yamechangia kwa asilimia 72.6. Mlinganisho wa idadi ya makosa ya barabarani kwa mwezi Agosti 2025 na mwezi Julai 2025. Idadi ya makosa kwa mwezi yameongezeka kwa asilimia 13.4 na kufikia makosa 7417 kwa mwezi Agosti 2025 kutoka makosa 6539 mwezi Julai 2025. Wilaya ya Mjini imekuwa na idadi kubwa ya makosa kwa mwezi Agosti 2025 ambayo ilikuwa na makosa 1211, na wilaya ya Kati ilikuwa na idadi kubwa ya makosa mwezi Julai 2025 ambayo ilikuwa na makosa 1189. Mlinganisho wa idadi ya makosa ya barabarani kwa mwezi Agosti 2025 na Agosti 2024. Idadi ya makosa kwa mwaka yameongezeka kwa asilimia 15.5 na kufikia makosa 7417 kwa mwezi Agosti 2025 kutoka makosa 6422 mwezi Agosti 2024.
Wilaya ya Mjini imekuwa na idadi kubwa ya makosa yaliyoripotiwa kwa mwezi Agosti 2025 ambayo ilikuwa na makosa 1211 ikilinganishwa na wilaya ya Kaskazini B ilikuwa na idadi ya makosa 1178 yaliyoripotiwa kwa mwezi Agosti 2024. Na zifuatazo ndizo tozo zilizolipwa mahakamani kwa wilaya na idadi ya kesi kwa mwezi Agosti 2025. Na tukasema kuna mpango ambao wa kufungwa GPS ambayo GPS zile zitasaidia kwamba kusoma ile minendo yao ya wanapotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hii ni sahihi kwamba bado tuko kwenye mchakato wa uboreshaji wa mfumo wa elektroniki ambapo ukishakamilika, lakini ukishafika asilimia kubwa ambapo kukamilika, na baadaye utaanza kusajiliwa madereva wote na watumiaji wote ambao wanaotoa huduma hiyo na kupoa huo mkakati, na yoyote ambaye ataenda kinyume na utaratibu ambao uliowekwa, basi hatua zitachukuliwa. Baadaye akauliza swala kuhusu gari za kule mkoa wa Kaskazini, na akaulizia zaidi kuna kituo kile cha Lungalunga pale Chaani, maeneo ya Chaani, kwamba kuna ajali nyingi, kwamba mwendo kasi kwamba siku hadi siku inaongezeka, lakini kwamba anaona kuna police visibility ipo, lakini wale watumiaji wa barabara bado wanaendelea ile harakati ya kuvunja zile sheria. Je, kuna kitu gani kama jeshi la polisi tunachukua? Kwa tunapanga ile mipango mikakati ya kudhibiti hizo ajali za barabarani, kuweka ile possibility na ile kutumia zile tochi ambazo tunakuwa tulizonazo kutoka SMB. Kwa mfano mkoa wa Kaskazini Unguja tunapima mwendo viwili ambao vipo ambao tunavitumia katika maeneo kule. Lakini jingine kwamba madereva wote wanajua wanachokifanya kwamba ni kosa, na ndio maana kwamba wanapokuwepo afisa wa usalama barabarani akiwa askari polisi mtu mwingine, kwamba kwa wakati ule madereva wote wanafutii sheria, kwamba wanajua kila wanachokifanya ni kosa, lakini wanapompita tu basi utaratibu unaendelea. Lakini vile vile kwa mfano kwenda mwendo kasi, wakati mwingine unakuta hata kwa mfano gari za abiria, wale madereva wa abiria wanashabikia mwendo kasi ambao unafanywa na madereva, na ndio maana huo mwezi uliopita moja ajali kubwa ilitokezea mkoa wa Kaskazini maeneo ya Kinduni kule, kwamba gari iliacha njia, ilikuwa na mwendo kasi ya gari ya abiria ikagonga ng'ombe. Baada ya kugonga ng'ombe ikahama ikaja kagonga gari nyingine. Kwa baadaye ikasababisha vifo vya watu 4 pale na majeruhi walikuwa 23. Imagine kwamba sasa huu ni mwendo kasi. Abiria kwamba unapokuta mwendo kasi usikushabikie, wewe utakao ukikemee kwamba unaposhabikia ule mwendo kasi sasa kwamba wewe unakuwa ni mmoja wapo wa mtarajiwa, ima ni mlemavu mtarajiwa, ima ni marehemu mtarajiwa. Kuepuka hilo sasa, wewe mpe taarifa dereva na konda wake, bwana huu mwendo hatusekonda nao. Ikiwa kwamba dereva anakaidi kwenda ule mwendo ule pale, utakapofika mbele utakuta afisa usalama, basi mpe taarifa na ile gari itachukuliwa hatua. Muhimu ni kuinakili ile namba ya gari na ruti yake ambayo itasaidia sisi katika ukamataji. Na akasema swala lingine la upakiaji kupita kiasi, ambao hii swala zile ambalo linahusu mamlaka na jeshi la polisi na idara ya elimu vile vile, kwamba kumeonekana kuna baadhi wanatumia vidungu kupakia wanafunzi kupita kiasi, ambao kwamba yanakuwa ni hatarishi. Na tayari kufanya sisi hata katika operation zetu unakuta wanafunzi wanapakiwa mpaka wakuta wamelala, wanapakiwa saa 11 saa 12, yanakuta wako hali ambayo si ya kawaida. Sasa hili jukumu letu ni wazazi kwamba tufuatilie mienendo ya watoto wetu kule wanapokwenda shuleni, kwamba je, zile ada ambazo tunazilipa, je zinaenda kwa usahihi? Kwamba wewe unalipia ada ya skuli basi, je mwanangu anapata ile skuli basi ambayo inastahili? Kwamba wewe mzee utakuwa wewe mwenyewe unafuatia hilo hapo. Vile vile watu wa idara ya elimu vile tutashikana idara ya elimu kwamba kuwakamata wale wote sasa ambao wanaenda kinyume na utaratibu ambao umewekwa. Na yako baadhi ya magari tumewakamata, na vile kuwaita wakuu wa elimu na wale matio wao ambao transport officers zile shule kuwapa elimu, na zile shule ambazo tuliwahi kuzikamata basi ule mfumo kwamba wameacha. Na kuna swali zingine la ndugu Shaharani aliuliza, je, hizi takwimu za ajali za barabarani zinasaidia vipi katika kupanga mikakati ya kudhibiti? Kwamba kama alivyosema kwamba tunaona ajali siku hadi siku zinaongezeka. Sasa je, kama jeshi la polisi kupitia hizo takwimu tunafanya vipi? Kupitia hizo takwimu zitatusaidia sisi sasa katika kujua maeneo gani ambayo kwamba tumepungua hivi tukave.
kwa maeneo yale ambayo yakusaidia, au ni muda gani ambao kwamba tumeona kwamba mida saa 12 mpaka saa 6 ni mida ambayo kwamba inatokea ajali za barabarani, basi hapa tunaweka saa zile doria ambazo zinakuwepo siku hadi siku kwamba kwa ajili ya kupunguza. Lakini vile vile kwamba alivyosema ndugu mwenyekiti kwamba hizi ajali haziwezi kuisha tu kwamba tumwachie jeshi la polisi peke yake, basi ila wote, jamii, waandishi wa habari na wengineo ambao wanahusika na swala kwamba watoe taarifa, tushirikiane kwamba unapoona tukio la ambalo linafanya kinyume na taratibu, basi toa taarifa. Leo kuna watu wanapiga misero usiku, lakini pale unapotaka kupata taarifa jamii kwamba inakuficha na kwamba inakwambia mimi hatumjui, kumbe yule mtu anaishi ndani ya nyumba yake, inabidi utumie nguvu ya ziada kumtafuta yule mtu. Sasa tunapoficha hizi taharuki, basi napelekea kwamba kuongezeka kwa ajali siku hadi siku. Tifu TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tifu TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako kwani ni muhimu sana. Tifu TV tupo kijamii zaidi.